Bana, moja ya habari ambayo inasambaa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ni habari kuhusiana na kanisa la Gwajima kufungiwa. Sasa hii habari imesambaa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii na rais wa TLS Boniface Mwabukusi ameamua kuizungumzia hii habari ambayo inasambaa sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mwabukusi kazungumza nini kuhusiana na kanisa la Gwajima kufungiwa? Utakwenda kufahamu ndani ya video hii. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Bila kupoteza muda, Mwabukusi katika ukurasa wake wa mtandao wa X kaandika hivi, na nukuu: msajili wa jumuiya na taasisi za kidini anayo mamlaka kisheria ya kusitisha au kufuta usajili wa taasisi au jumuiya pale inapokiuka katiba na kanuni zake au kuacha kusudi la kusajiliwa kwake. Kabla ya kufuta au kusitisha, kuna taratibu za kisheria na kikanuni za kufuatwa na kuzingatiwa. Kukemea utekaji au kutowajibika kwa viongozi wa kisiasa ni wajibu wa msingi wa kibiblia, kikanisa na kikatiba. Kwa yale aliyoyasema Bishop Gwajima, hajavunja sheria yeyote, kwani ni maoni, wito na ushauri wa jumla kulinda jamii na vitendo vya utekaji na upotezaji watu. Ni vema Watanganyika jifunzeni kutokusambaza barua ambazo hazijakamilika na hazina uhalisia. Tumekuwa na ujinga wa kupenda matukio na vitu vya hovyo kuvipa muda. Mambo ya kweli na ya msingi wala hatuhangaiki nayo. Pigeni kelele kudai waliotekwa na kupotezwa kuliko kusambaza propaganda za kijinga. Mwisho kunukuu. Kwa maana yake mpaka hapa utagundua kwamba rais wa TLS huyu Boniface Mwabukusi, rais wa wanasheria nchini Tanzania, kasema ya kwamba hiyo barua ni ya uongo. Sasa je, ni ya uongo ama ni ya ukweli? Huyu ndio amefafanua. Na je, Gwajima anasema nini kuhusiana na habari hiyo? Pia tusubiri na tutaona kile ambacho Gwajima atakisema, lakini Mwabukusi kasema kwamba hiyo barua ni ya uongo kwa sababu haijasainiwa.